Haleluya, haleluya. Ninataka kuongea juu ya jinsi Mungu anavyofanya kazi na kizazi. Mungu hufanya kazi na kizazi, ndio ujumbe wa leo. Mungu hufanya kazi na kizazi. God works with a generation. Na historia inatuonyesha kuna kizazi ambacho kinaweza kikafanya vizuri, kikatembea vizuri na yeye, alafu kuna kizazi ambacho huwa kinachemsha. Wataalamu wanasema kizazi kimoja, wengine wanasema kizazi kimoja ni sawa na miaka 50, lakini wengine wanasema kizazi kimoja ni sawa na miaka 70. Whatever the case, ukwenda ni miaka 50 ni sawa na watu tunavyobishana. Yesu alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Otherwise alizaliwa njiti. Maana Mariamu alitoka mwezi wa 6. Sasa mwezi Desemba anazaliwa. Hiyo sio issue, isikusumbue sana. Au alizaliwa tarehe 25 hakuzaliwa, hiyo isikusumbue. Kinachojalisha alizaliwa. Basi. Kwa hiyo kizazi kimoja iwe ni miaka 50, iwe ni miaka 70, hiyo isikusumbue. Lakini Mungu hufanya kazi na kizazi. Wataalamu wa theolojia hasa wanapoeleza historia ya kanisa wanasema kanisa lolote likianza, uhai wa hilo kanisa, ile momentum ya mwanzo watakayoanza nayo inaweza ikadumu kwa kiwango hicho ndani ya hicho kizazi kimoja. Mimi ni mwalimu wa historia. Degree yangu ya kwanza nilisoma historia na jiografia. Kwa hiyo kwa namna fulani niko vizuri kwenye historia. Na historia wanasema ya kale ni dhahabu. Ya kale ni nini? Mnavyonijibu sasa. Itawabadilikia. Sinione mdogo mdogo hivi, nikibadilika hapa mtakimbia. Ya kale ni nini? Naomba tujue jinsi ya kukaa kwenye ibada ili kukutana na Mungu. Toa ushirikiano. Ukiambiwa kusema amen, sema kwa uaminifu. Mbona kwenye harusi wako mnashangilia hivi? Harusi na Mungu ni nani anastahili kushangiliwa zaidi? Wangapi wamenielewa? Kwa uhai wa kanisa ili liendelee katika ile momentum liliyoanza nayo, kama lilianza na upako, kama lilianza na muujiza, kama lilianza na mtembeo wa Roho Mtakatifu, wataalamu wanasema ile hali inaweza ikadumu ndani ya hiyo miaka ya kizazi kimoja hadi miaka 100. Baada ya miaka 100 kusipofanyika hatua
na historia haidangani. Ukitaka kujua haya, fuatilia historia ya kanisa. Yalizaliwa kutokana na uamsho wa mwaka 1906 kule Azusa, Marekani, Los Angeles. Ndipo makanisa ya Kipentekoste yote ambayo yalikuwa duniani yalizaliwa kuanzia wakati huu. Najua mmesubiri nianze kusoma maandiko. Yatakuja tu. Hapa tunawatafuta. Nawatafuta. Wengine bado wanashanga. Makanisa yote unayoyajua ya Pentecost, iwe ni Marekani, iwe ni Ulaya, iwe ni wapi, yote yalianza baada ya uamsho wa Azusa wa mwaka 1906 kule Marekani. Na yalianzaje? Yalianza kwa sababu kuna kizazi cha watu kilitokea, kikawa kinajiuliza maswali ambayo majibu yalikuwa hayajapatikana. Ili nisirefushe, ngoja nisirudi nyuma kwenye historia ya kanisa, lakini nataka niseme hiki ambacho nilikisema, uhai wa kanisa after 100 years, kama kuna hatua stahiki zimefanyika, ile kanisa linaanza, ile graph inaanza kwenda. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kizazi kilichokuwa kinajiuliza hayo maswali ni baada ya kusoma Biblia na kulinganisha na hali halisi ndani ya kanisa, alafu ikaonekana ni vitu viwili tofauti. Kinachosemekana kwenye maandiko na kwenye uhalisia wa maisha ya waliokuwa wanadai ni Wakristo wakawa hawakioni, wakajiuliza maswali, where is the problem? Tatizo liko wapi? Kwa mfano, uamsho wa Azusa, watu walikuwa wanajiuliza, mbona maandiko yanasema walipojazwa Roho Mtakatifu walinena kwa lugha mpya? Kwa nini hiki kitu hatukioni? Kwa nini hiki kitu hatukisikii? Ina maana maandiko yamesema uongo. Kuifupisha hiyo story, prayer meetings nyingi zilianza kuwa organized. Mwisho wa siku walikuwa watu mbalimbali, lakini mtu mmoja wa Afrika mweusi ambaye jicho lake moja lilikuwa bovu, anatoka familia ya watumwa, anatoka familia ya mtumwa, mtoto wa mtumwa, tena ana jicho moja bovu, akashikwa na huo uchungu, akasema nataka hiki kitu kionekane. Anaitwa William Seymour. Wakati huo alikuwa ameenda kujifunza masomo ya teolojia kwenye chuo cha mzungu aliyekuwa anaitwa Charles Parr, na kwa sababu ya sheria za ubaguzi kipindi hicho hakuruhusiwa kukaa pamoja na wanafunzi wengine darasani.
William Singh akaanza kuorganize maombi. Kuifupisha hiyo story, alikuwa na hubiri juu ya kunena kwa lugha wakati hajanena kwa lugha. Kwa sababu zingine anaenda kuhubiri, wanamuuliza wewe umeshawahi kunena? Hapana. Wanakatisha na mkutano wako, yani semina hii inaishia leo na tena ondoka kabisa, hatutaki hata kukuona. Yani unatuambia kitu ambacho wewe mwenyewe hauja experience. Lakini ukafika wakati akachukua kikundi cha watu kadhaa, wakasema tukae kwenye maombi siku 10. Wakajifungia, wakaanza siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Wakati huo na Charles Palmer naye anaendelea na hizo kampeni, anawapa wanafunzi darasani assignment, homework, nendeni mkafanya utafiti. Ishara ya kujaza Roho Mtakatifu ni nini? Wote wanakuja wanasema ni kunena kwa lugha. Kwa mwisho wa siku ikatokea hivi kitu, yani ilikana vuguvugu la kila mtu anajiuliza hayo maswali. Na ndio maana ili ulete mabadiliko yoyote kwenye maisha yako, kwenye familia yako, lazima ufike point uanze kujiuliza maswali juu ya hali yako ulionayo. Usipojiuliza maswali, ukaendelea kubaki katika mazingira hayo, ukazunguka hiyo milima miaka yote. Kwa wakati wanajiuliza hayo maswali, walipoanza kuomba namna hiyo, siku 23 wakati wa wale maombi, watu 3 katika wale 10 wakajazwa Roho Mtakatifu. Wale walikuwa wamekusanyika, sehemu mwenyewe hajajazwa. Mpaka ilipofika siku kama siku ya 10 ya 9, na yeye ndio akanena kwa lugha. Rungu limekabidhiwa kichaa. Rungu likakabidhiwa kichaa. Kuanzia wakati huo, yale maombi yalikuwa ya siku 10, yakaendelea kwa muda wa miaka 3 bila kukatisha. Mara 3 kwa siku. Kuna ibada 3 kwa siku. Siku zote 7 kwa muda wa miaka 3 mfululizo. Ndipo ambapo kipawa hiki cha kunena kwa lugha kiliporejea. Maana yake nguvu za Roho Mtakatifu au nguvu ya Pentekoste ikarejeshwa kwenye kanisa. Sasa iliporejeshwa kule Ulaya na sehemu zingine, wakasikia kule Azusa kuna tukio, wakawa wanasafiri kwa meli, wanaenda. Wakifika pale, kwa sababu ya mfumo uliokuwa mahali pale, na ndio maana nataka ni comment kidogo. Kuna utaratibu, kuna protocol ya maintain uwepo wa Mungu mahali ambapo unakutia. Kuna style, kuna utamaduni ambao unatakiwa uwepo ili muweze kuhakikisha pale mnapoabudu muda wote uwepo wa Mungu upo. Sasa hawa watu kwa sababu walikuwa wanaomba siku zote. Na unajiuliza walikuwa wanakula saa ngapi? Hayo maswali usijiulize. Na kuambia ilikuwa ni ibada 3 kwa siku, siku zote 7, miaka 3 mfululizo. Kwa sababu ya kuwa na huo utamaduni, ikafika mahali wingu la Roho Mtakatifu likaamua kufanya makao makuu. Ile sehemu ikaamua kuifanya kuwa makao makuu ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Yale mambo tunayoyasoma zikawatokea ndimi za moto yalionekana
Mlishawahi kushukiwa na Roho Mtakatifu hata siku moja mpaka mkaona ndimi za moto? Mlishawahi tangu mmeokoka? Sasa kule Azusa hayo yalitokea live. Ikafika wakati, kwa sababu Mungu amefanya makao mahali pale, wakati wanaomba hivi, wanaomba, wananena kwa lugha, wananena kwa lugha, ule moto, zile ndimi za moto zinashuka. Sasa kumbe zilikuwa hazishuki tu juu ndani ya jengo, mpaka kwenye jengo likawa linaonekana linawaka moto. Sasa watu walioko majirani wanapiga simu zima moto, jamani, jengo linateketea. Wanakuja na mazima moto pale, wanakuta moto haupo, ila ndani kuna watu wamejipinda, wako riba katava reboboshaka reka, kwa kila moja kwa staili yake. Hakuna moto. Wakapigiwa mara ya kwanza wakaja, wakapigiwa mara ya pili wakaja, wakapigiwa mara ya tatu wakaja. Walipopigiwa mara ya nne wakauliza, hilo jengo linalowaka moto liko mtaa gani? Ni hapa Azusa. Huo sio moto, ni warokole wanaomba. Nikitaka kueleza yote hayo, muda utatuacha. Ikafika wakati, kwa sababu kila kituo kilikuwa karibu na stesheni ya treni, abiria, treni ilikuwa ikipita pale, ikifika mahali pale, ghafla abiria kwenye mabehewa wote wanalipuka kunena kwa lugha, kupita tu karibu na lile eneo. Hakuna mtu kawawekea mikono, sio kama tunavyofanya basi upita hapa mbele, na wazee wa kanisa sasa, wachungaji tuweke. Kuna story kama hizo. Treni inapita tu karibu na mahali ambapo kuna watu wamefanya wajibu wao kama watu wa Mungu, wakahakikisha uwepo wa Mungu umefanya makao mahali pale. Na ndiyo maana ni maombi yangu hata hapa Kwembe, watokee watu ambao watashikwa na hiki kitu. Nimekuja kuachilia hasira ndani yako ya kuzitaka nguvu za Mungu na uwezo wa Bwana, kwa sababu tumelidharaulisha sana jina la Yesu kwa muda wa kutosha. Enough is enough. Mungu tunayemtumikia sio kitu kiasi hicho. Mungu tunayemtumikia ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwenye uweza wote. Uweza na mamlaka viko mikononi mwake, na hayo mamlaka ameyaachilia kwetu. Ni sisi tukijua wajibu wetu, tukajiposition katika nafasi zetu, tutaona mambo ya ajabu yakatokea. Hayo yote katika kile kituo. Watu walikuwa wanakuja, ana kensa, ana uvimbe hapa, akifika pale hakuna cha kuwekewa mikono, lile uvimbe linayeyuka lenyewe, linadondoka chini. Ni presence ya Mungu iliyokuwa mahali pale. Kitendo hicho, baada ya Roho Mtakatifu kushuka namna hiyo, sheria za ubaguzi
sheria ya ubaguzi ikafa kwa namna hiyo, na matokeo yake wazungu ndo wakawa wengi kwenye lile kusanyiko wakiongozwa na mweusi. Ndio hapo sasa Ulaya yote ikamwagika pale. Walipomwagika pale, waliporudi, yani unafika pale yani kabla hujafika kwenye lile eneo tayari ile nguvu inakukamata, unakamatika. Wakaondoka na ule moto, wakarudi kule kwao. Na ule moto wakauachilia pia makwao wa Swedish, wa Uingereza, wa nani. Sasa walipokaa na kuanza kuenjoy kama wow, sasa tumeona, Roho Mtakatifu anamwambia nyinyi msijitoe ufahamu, kuna wenzenu hii baraka bado hawanayo, wapelekeeni pia. Ndio wamisionari wa Kipentekoste wakaanza kutapakaa dunia yote, China, Asia, Afrika, wakaja. Ninafahamu kanisa hili lina historia fulani ambayo inatokea mwaka wa 1932. Hata kama ndio kuja kutokea mahali fulani hapa mbele, lakini historia ya kanisa la Pentecost inaanza mwaka 1932 pale wamisionari walipokuja pale Tanzania, mahali ambapo maana ya Tanzania, hilo jina la Kinyamwezi, jina halisi ni Nazengwa. Nazengwa maana ni mahali pasipoweza kujengwa. Mtemi ndio akawapa hilo eneo. Nyinyi wa misionari, hili hapa eneo. Pale palipokuwa hapa jengeki, kwa sababu watu walioingia wamebeba moto wa Roho Mtakatifu, palijengeka. Kuanzia hapo wakina mzee Andrea Shimba, akina Kapiga wakaokoka, wakina Mabondo wakaokoka. Nadhani mnafahamu vizuri mzee Mabondo. Wakina mzee Mabondo kutoka kule Kinga, wao ndio wakaokoka kipindi hicho. Wazee ambao walitikisa nchi kwa jina la Yesu, walitikisa hii nchi kwa jina la Yesu. Safari za kwenda India, wagonjwa waliokuwa wanapewa rufaa ya kwenda India zilikuwa zinaahirishwa kwa mzee Mabondo. Ukienda kwa mzee Mabondo, safari ya India ndio imeishia pale. Maana ukikutana na yeye, maana yake umekutana na muujiza wako. Ukikutana na yeye, umekutana na muujiza wako. Wazee hawa walitembea katika uweza na mamlaka ya Roho Mtakatifu kupita kawaida. Wazee ambao walikuwa anaenda kuhubiri Injili, anakuta mto umefurika, alafu ghafla Mungu anaufanya mto unakuwa mwembamba, alafu anarudi tu nyuma hivi, alafu anarudi hivi. Ukija kugeuka nyuma, limto lipana. Wazee hawa waliyaona hayo. Mzee Kapiga siku moja anaenda kuhubiri mahali fulani, katika mto umefurika, amepanda baiskeli yake. Alipofika katika umati wa watu upande huu na upande ule kule, wanasubiri maji yapungue, Roho Mtakatifu akamwambia, dandia baiskeli, endelea na safari. Mzee akadandia, akakanyaga pendo pa juu ya maji, akavuka ng'ambo ya pili. Umati wa watu walipoona hivyo, hivi kumbe, walipojaribu maji yakawabeba. Usipite kwenye mapito ya kutenda miujiza kama wewe hujahakikishiwa. Waulize wa Misri walipojidanganya kupita kwenye njia ambayo imetengenezwa kwa ajili ya Wayahudi pekee yao. Wewe ni Misri, unapita kwenye njia ya Wayahudi, kufa lazima ufe, unywe maji, lazima unywe maji. Kwa mambo kama haya yakatokea,
Mzee Andrea Shimba mwaka mmoja alikuwa anaenda kuhubiri Kongo. Hawa wazee hawa watatu ndio walioanzisha, ndio waanzilishi wa Pentecost. Kina Kulola, kina Mazara, au ndio waanzilishi wa Pentecost. Kwa hiyo ninaomba tu nielewe. Mimi I am addressing the church as a universal church. Mambo ya usijui. Mimi naangalia Pentecost, wa Pentecost walioleta Pentecost hapa. Ni vitu tofauti vya vitu ambavyo tulitofautiana. Sasa hapana, tumeshindwana. Mnajiita na nyinyi jina la kwenu, lakini bado ni wale wa Pentecost. Anaenda kuhubiri Kongo. Halafu kwa mguu. Hivi tunataka kusikia. Kwa mguu. Utoke Tabora, ukata hayo mapori, uingie Burundi, Bujumbura, ndio ukavuke mto Rusizi. Ule mto unaotokea kule Kongo. Ni mpaka wa Rwanda na Kongo. Unatoka kwenye ziwa Kivu. Uvuke huo mto unaingilia kwenye ziwa Tanganyika, kama kale kama mtu ule mtu unaoona juu ya ziwa Tanganyika, huo ndio unaogelea. Huwezi kaingia Kongo bila kuvuka huo mto. Mzee wa watu akanunua raba zake mpya, akafunga na nguo zake kwenye mkoba wake, akaanza safari. Alisafiri sijui miezi mingapi. Analala kwenye mapori, anakutana na wanyama wakali, lakini ile passion iliyoko ndani, ule mzigo ulioko ndani unasema haijalishi hata kama kuna simba njia, ninachotamani hiki nilichokibeba kiwafikie na hao. Akasafiri mpaka raba zikaisha. Zilikuwa mpya, zikaisha. Pointi ya mwisho kabisa, amefika kwenye mto Ruzizi. Anavukaje? Ni mto mkubwa. Aliweka begi lake, akapiga magoti. Anasema, Mungu, nimetokea Tabora, ndio nirudie hapa. Naomba utoe usafiri hapa na mkali. Wakati anaendelea kuomba namna hiyo, ukatokea kama ukungu namna hii, ukamfunika. Alafu ni kama kapoteza fahamu, yaani hakuelewa kilichoendelea. Lakini mwisho wa siku, aliporudiwa na ufahamu, akasikia sauti ilimwambia, hebu angalia nyuma yako. Alipoangalia, ameshavuka mto uko nyuma yake. Akaenda eneo la mkutano. Miujiza iliyotokea haikuwa ya kawaida. Mungu hufanya kazi na kizazi. Nataka niwaambie, Upentekoste huu, nyinyi si mnajiita ni Wapentekoste? Wale wazee sasa hivi wamelala. Nataka nikuhakikishie, wakiangalia Upentekoste wetu wanalia machozi. Kama inawezekana kulia huko waliko, wanalia. Kwa sababu hawakutarajia tulivyo. Kwa mzee wa watu akajikuta ameshavuka. Sitaki hata kukuuliza ungekuwa wewe ungekuwa sitaki. Hicho ndicho kizazi kilichoanzisha Upentekoste hapa kwetu. Aliyeanzisha kanisa la Assemblies kule Igale, Mbeya. Lile kanisa la
kwanza ambalo lilijengwa kalikuwa kanisa kadogo. Ni watu ambao ndio kizazi ambacho nitaingia kwenye maandiko alafu tutafafanua kwa tutamaliza. Sasa kulikuwa na mlango mmoja wa kuingilia kanisani. Ikawa kwamba yule misionari akikutangulia kuingia kanisani na wewe ukaja umetanguliza tumbo lako, alafu jana umeyakoroga, umejichanganya, umesegenya, sijui umefanya nini, ukikanyaga tu alipokanyaga yeye unaganda pale pale au unadondoka. Yupo hapo? Kizazi kilichoanzisha makanisa ya Kipentekoste kilikuwa na that audacity, kilikuwa na uweza wa namna hiyo wa kimungu, kilibeba nguvu za Mungu kwa kiwango hicho. Tena juzi tu, sio miaka mingi, 2003 Mzee Kulola akiwa Mbeya alipotokewa na Yesu akiwa Mbeya, Yesu amekuja kumwambia anamchukua, maana muda wake anatakiwa atoke hapa aende mbinguni. Akanegotiate na Mungu, wakaongea. Hiyo ilikuwa nadhani ilikuwa ni mara ya tatu. Ilikuwa ni mara ya tatu Yesu anamtokea. Alipomaliza hayo maongezi, maana kwenye tukio hilo pale mahali walisikia kitu ambacho hakikuwa cha kawaida. Wale waliokuwa wanalala kwenye nyumba, asubuhi wanamuuliza mzee, vipi? Itakuwaje sasa haya mambo? Wanasema kulikuwa na mkutano unaendelea. Mzee Kulola alipotoka nyumbani pale, akatembea kuelekea kwenye mkutano jukwaani ili aketi asubiri kuitwa mhubiri. Waliopita wote sehemu ambayo alikanyaga, una mapepo yanalipuka pale pale, ulikuwa unaharisha kunakata pale pale, ikazuka vurugu, watu wakaanza kugombania mchanga wa nyayo za Mzee Kulola alipokanyaga. Ikabidi kuingilia kati kwa ili kuleta oda. Siku hiyo mzee aliposimama kuhubiri, hakuweza hata kuhubiri zaidi ya dakika 10, kwa sababu katika maono walionekana malaika wanamimina uponyaji pale kwenye mkutano. Viwete walikuwa wananyenyuka kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Magonjwa na miujiza mikubwa ilitokea. Na hicho ndicho kizazi kilichoanzisha makanisa ya Pentekoste. Bahati mbaya sana, wote walishafanyaje? Waamuzi sura ya 2 mstari wa 10, Mungu hufanya kazi na kizazi. Waamuzi sura ya 2 mstari wa 10. Tena watu wote wa kizazi hicho nao walikusanywa waende kwa baba zao
vile walivyokusanywa akina Mzee Mabondo, kama vile walivyokusanywa akina Kulola, kama vile walivyokusanywa akina Mzee Ntumo wa Kigoma, ambaye aliamuru mto pale Bigabiro, akasema tu, jamani, Mungu, kwa nini nahangaika kwenda kuchota maji mbali na mimi? Kwa nini usitokeze mto hapa? Kesho yake leo kukatokea mto pale. Hawa ndio walioanzisha kizazi kilichoanzisha. Bahati mbaya walisharudi, wakakusanywa waende kwa baba zao. Kilichotokea, kikainuka kizazi kingine. Sema kingine, kizazi kingine. Balala hiki kizazi kiko hivi, kikainuka kizazi kingine nyuma yao ambacho hakikumjua Bwana. Hiyo ni ya kwanza, balala kwanza. Hakikumjua hata huyo Jehova, halafu wala hawakuijua hiyo kazi ambayo alikuwa ameitenda kwa ajili ya Israeli. Tuko hapo? And this is what has happened already in all the Pentecostal churches. Makanisa yote ya Kipentekoste sasa hivi, kuna kizazi kimeinuka, kiko kwenye praise and worship team, kiko kwenye kwaya, ni mashemasi, lakini hawamjui Bwana wala kazi ambayo Bwana aliwahi kuifanya hapa Tanzania. Hakijawahi kushuhudia kiwete ananyanyuliwa live namna hii, hakijawahi kushuhudia. Hakijawahi kushuhudia mama alitolewa kizazi, akulewa kuja kusema ni mtoto huyu hapa wa kiume, wakati kizazi kilitolewa. Kizazi hicho hakijayaona hayo, hakijui kama kuna wakati malaika anaweza akatokea akakutumikia, akiyajui haya. Kikainuka kizazi ambacho hakikumjua Bwana, hakikujua mausia ya Bwana. Kikainuka hicho kizazi